Mtazamaji, tunakuletea mfululizo wa vipindi hivi vya SIDO Fahari Yetu. Lengo hasa likiwa ni kuweza kukufikisha katika maeneo yote ambayo SIDO imekuwa ikifanya kazi kwa ukaribu zaidi na Watanzania. Natumai unashangaa kwa nini nipo eneo hili na sipo eneo la SIDO. Katika safari yangu kuelekea ofisi za SIDO mkoa wa Pwani, nikaona ni vyema kabisa kutembelea baadhi ya vivutio walivyonavyo mkoa huu wa Pwani. Na hapa nipo eneo maarufu sana kama Magofu ya Kaole. Eneo hili lina vivutio vingi sana mtazamaji. Kuna kisima maarufu kabisa kwa maji ya baraka, lakini pia kuna kaburi la wapendanao, ambapo kaburi hili waliliita wapendanao kwa sababu walikutwa wafanyabiashara wawili ambao walifariki wakiwa wamekumbatiana. Ndio baada ya hapo historia hiyo ikajengeka. Lakini unaweza kuamini pia kuna msikiti wenye zaidi ya miaka 800 nao upo hapa hapa. Kuna vitu vingi sana mtazamaji, lakini kiujumla ni kwamba mji wa Bagamoyo una historia pana sana, hususan kufahamu zaidi kwa namna gani kulikuwa na wakazi wa kwanza wa mji huu wa Bagamoyo, lakini pia kuna biashara ya utumwa na ukoloni. Katika kipindi hiki cha SIDO mkoa wa Pwani utakwenda kufahamu vitu vingi sana, ikiwa ni namna gani SIDO imekuwa ikifanya kazi kwa ukaribu sana na wajasiriamali katika mkoa huu. Utaweza kuwasikia wajasiriamali walichangamkia vipi fursa na wameweza vipi kufanikiwa. Vitu kama hivyo vyote utavipata ndani ya kipindi hiki. Utakuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mimi Lucia Mwashala, karibu sana mtazamaji. SIDO mkoa wa Pwani imeanza kufanya kazi muda mrefu kidogo, tangu mwaka 1974. Katika kuwahudumia wajasiriamali tumekuwa tunatoa huduma mbalimbali, lakini lengo la kutoa hizo huduma ni kutaka kuhakikisha tunawasaidia wajasiriamali waanzishe viwanda vidogo na vya kati. Na katika kufanya hivyo tunatoa huduma nyingi, lakini huduma zetu kuu ni 4. Na huduma ya kwanza kabisa ni huduma ya kufanya mafunzo. Tunafanya mafunzo mbalimbali yakiwa na lengo la kumsaidia mjasiriamali akaanzishe kiwanda au akaboreshe kiwanda chake. Katika mafunzo hayo tumeyagawanya katika maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza tunasema ni mafunzo kwa Kiingereza tunasema hard skills. Ni kama vile mafunzo ya utengenezaji wa sabuni, utengenezaji wa vipodozi, utengenezaji wa vitu mbalimbali, batiki na kadhalika. Lakini eneo la pili tunasema ni soft skills. Ni mafunzo yale yanayomsaidia mjasiriamali kuweza kupata mbinu au ujuzi wa kuweza kusimamia hiyo biashara yake. Kwa mfano, mafunzo ya usimamizi wa biashara, mafunzo ya ujasiriamali na kadhalika. SIDO inaamini sana katika kufanya jambo kuwa endelevu. Hivyo wamekuwa na programu maalum za kusimamia wajasiriamali wanaopata mafunzo kufikia hatua ya kuweza kutoa mafunzo kwa wajasiriamali wengine. SIDO anapokufundisha atakufundisha package. Yule mtu ambaye anaenda kutengeneza sabuni, anaokota machupa yale ya hiri au machupa ya uhai. Akienda SIDO inamfundisha ya kwamba ili uondokane unatakiwa utengeneze kitu bora, na ili utengeneze kitu bora lazima uweze kuwa na kifungashio. Kitu ninachokikumbuka ambacho hakiwezi kutoka moyoni mwangu kwenye program ya BDG, kama ninavyosema, tulianza darasani tukafundishwa utafiti wa masoko, jinsi ya kumshikilia mteja, mambo ya mahesabu, jinsi ya kuangalia bali ambao unayoinunua na inayotoka, kutunza rekodi. Kwa hiyo tulijifunza vitu vingi sana. Moja ya jukumu la SIDO
pia ni kuwawezesha watu ambao wamejitolea kwamba wana uwezo wa kwenda kufundisha kwa ajili ya kuongeza kuwafikia wajasiriamali wengi zaidi. Wana uwezo na wenyewe kwenda coordinate training wakafanya kwenye maeneo yao, lakini zile training tunazisimamia SIDO kwa sababu tayari wamequalify kufanya mafunzo chini yetu. Kwa hiyo wana uwezo wa kufundisha wao kama wao, lakini washiriki wao wakapata na vyeti vya SIDO kwa sababu training inakuwa imesimamiwa na SIDO. Na sisi pia tuna uwezo wa kufanya training huku, tukawaalika ambao wako vizuri zaidi kwenye eneo fulani, tukafanya nao in collaboration. Devota Mwaifiga ni miongoni kati ya wajasiriamali ambao wamepata mafunzo kupitia wakufunzi ambao wamefuzu kutoa elimu ya ujasiriamali kwa dhamana ya SIDO. Mimi ni mwanafunzi ambaye napata mafunzo kupitia mkufunzi Elina Mgonja ambaye yuko chini ya SIDO. Nimejifunza utengenezaji wa batiki za kuprinti, batiki za kutengeneza unaanza kwanza unaweka kwenye maji, batiki za mshumaa, nimejifunza shampoo, sabuni za kunawa mikono, sabuni za kufulia, tumejifunza pia na sanitizer. Hapo nyuma nilikuwa nimeajiriwa 2017, kwa sababu moja au nyingine kazi ilikwisha. Kwa hiyo ndo nikafikiria nifanye nini, nikaanza kutengeneza mafuta ya nazi. Wakati huo sijajua hata nitafanya nini yani, lakini nikaanza kutengeneza mafuta ya nazi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Baadaye nilipoona naweza mafuta ya nazi, nikaenda SIDO ili nipate darasa sasa ili niweze kuyaboresha. Eneo letu lingine ambalo SIDO tumekuwa tukitoa huduma kwa wajasiriamali ni eneo la mikopo. Kwa SIDO mkoa wa Pwani tumetoa mikopo kwa miaka 2 iliyopita. Tumeweza kutoa mikopo kwa wajasiriamali ambao ni wapatao 106, ambao kati ya hao wajasiriamali 40 ni wanawake na waliobaki ni wanaume, na mikopo hiyo imegharimu takriban milioni 350. Lakini sio mikopo tu tunaoitoa. Kabla ya kumpa mkopo tunamjengea uwezo aweze kuwa na elimu ya usimamizi wa mikopo, ili hatimaye tukimpa huo mkopo aweze kurejesha vizuri na watu wengine waweze kupata mikopo baada ya yeye kuwa amerejesha vizuri. Majukumu yangu ya kila siku kwa SIDO mkoa wa Pwani ni kuhakikisha kwamba wajasiriamali wadogo wenye sifa na wenye biashara wanapata mikopo nafuu kwa ajili ya kuendeleza biashara zao. Na katika kufanya hilo, kwa SIDO kwa kawaida tuna wajasiriamali wengi, na kwa mkoa wa Pwani tuna takribani wilaya 8 ambazo zote tunatakiwa kuzifikia. Lakini kwa sasa hivi tumeweza kufanya vizuri kwa wilaya kama 4. Hususan wilaya ya Kibaha tumeweza kufanikiwa kuwafikia wajasiriamali wengi. Na kwa kipindi cha miaka 2 iliyopita tumeweza kuwahudumia wajasiriamali takriban 107. Lakini huduma nyingine tunaoitoa SIDO ni huduma ya wasaidia wajasiriamali kupata teknolojia kulingana na malighafi zinazopatikana katika mkoa wetu wa Pwani. Kwa bahati mbaya kwa SIDO mkoa wetu wa Pwani hatuna center ya uendelezaji teknolojia, tunaita TDC, Technology Development Center. Lakini tumekuwa tukifanya kwa karibu sana na wajasiriamali mbalimbali ambao wanatusaidia kutengeneza teknolojia kwa kusaidiana nao, kupeana ushauri kwamba wajasiriamali wetu wa mkoa huu wanahitaji teknolojia za aina gani. Kwa kufanya hivyo, wajasiriamali wa mkoa wa Pwani wameweza kusaidiwa kupata teknolojia mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza viwanda vyao. Upande wa teknoloji, SIDO pia wamenisaidia kunielekeza sehemu ambayo nitapata vifaa kwa bei rahisi na vizuri. Kwa mkoa wa Pwani tunaye Mtanga Engineering, wanatufanyia vizuri, bidhaa zake ni reasonable price. Kwa hiyo tunaweza SIDO na wao wako na SIDO hao watu. Tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana na wajasiriamali mbalimbali ambao wamekuwa wakitengeneza teknolojia zinazoendana na uzalishaji wa malighafi zilizopo katika mkoa wetu wa Pwani.
Teknolojia ni mbalimbali ambazo zinatengenezwa. Kwa mfano, teknolojia ya kukamua mafuta ya nazi, teknolojia hii ambayo inaendana na kuoka korosho, teknolojia ya kukamua mafuta ya ufuta na kadhalika. Unapozungumzia SIDO, unazungumzia shirika la kuhudumia viwanda vidogo na vya kati nchini. Na unapozungumzia Tanzania ya viwanda, unaizungumzia SIDO. Una ndoto ya kuwa na kiwanda na hujui pa kuanzia? Au una kiwanda lakini unahitaji teknolojia, masoko au mkopo wa kuendeleza kiwanda chako? SIDO iliyopo katika kila mkoa nchini ni jibu lako. SIDO itakupa mafunzo, mikopo, uendelezaji wa teknolojia pamoja na masoko. Cha ziada ni kwamba utapata ushauri na huduma ya kuatamia kiwanda chako ili kuhakikisha unafanikiwa. Unangoja nini? Kazi iendelee. SIDO, kwa pamoja tujenge viwanda. Mojawapo kati ya maeneo muhimu sana ambayo SIDO hufanyia kazi ni upatikanaji wa masoko. SIDO mkoa wa Pwani wamewaunganisha wajasiriamali wengi na masoko. Hii ni kupitia kwa wanunuzi binafsi na taasisi mbalimbali. Katika hilo tumekuwa tukitoa huduma mbalimbali kwa maana ya kuwapa wajasiriamali taarifa mbalimbali ambako wanaweza kupata masoko ya bidhaa zao wanazozizalisha. Lakini SIDO tumekuwa tukiandaa maonyesho kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Tumekuwa tukiwaunganisha wajasiriamali waweze kupeleka bidhaa katika hayo maonyesho. Lengo ni kutangaza bidhaa zao wanazozizalisha na kwenda kujifunza pia, kwa sababu katika maeneo hayo ya maonyesho wajasiriamali wanakuja kutoka maeneo mbalimbali. Napenda sana kushiriki maonyesho kwa sababu ya ushindani wa biashara, niweze kujifunza ni vitu gani wenzangu wanafanya, je, wenzangu wanapataje masoko. Kutokana na mafunzo ambayo nimepata SIDO, basi nikaona wakiandaa maonyesho ni lazima niende ili nikajifunze vitu kutoka kwa wenzangu wengine. Maonyesho ambayo yanaandaliwa na SIDO, haya ni kufanya unakutana na watu wengi na kutangaza bidhaa zako. Ambao nishafanya maonyesho ya SIDO ya kanda, maonyesho ya mkoa, ya taifa yalifanyika Singida, maonyesho ya East Africa, Rwanda, nimeenda na yote taarifa nimepata kutoka SIDO. Ili mjasiriamali uweze kupiga hatua kubwa, unahitaji kuwa na nembo ya ubora. Ofisi ya SIDO mkoa wa Pwani imeingia makubaliano na baadhi ya mashirika ikiwemo TBS ili kuhakikisha wajasiriamali wanapata nembo ya ubora kwa urahisi. Wajasiriamali wanaopita kwenye mikono ya SIDO wanapata nafuu ya kupata baadhi ya huduma. Kwa mfano, SIDO tuna makubaliano na TBS ya wajasiriamali wadogo waweze kutolewa zile tozo za mwanzoni, zile za kukaguliwa bidhaa zao ili ziweze kupita kwenye ule mchakato wa kupata nembo ya ubora. Kwa hiyo wale wajasiriamali wanaopita SIDO wanapata hiyo auheni. Ni tofauti na wajasiriamali wanaoenda moja kwa moja, hiyo auheni haipo. Kupitia SIDO ni rahisi kupata TBS kwa sababu kuna gharama ambazo hutaweza kuzifanya kwa kipindi kile. Utapimiwa vitu vyako ndani ya miaka 3 bure. Kwa hiyo na wewe itakusaidia kuona kwamba nimekuwa niendelee au niache. Baada ya miaka 3 utalipa, na utalipa kwa installment, utalipa kwa asilimia 25, 50 mpaka hiyo 70 utamalizia. Watu wa SIDO walitupa fursa wajasiriamali wadogo. Tuna uwezo wa kupata TBS kupitia SIDO. Tunaandika tu barua kupitia SIDO, tunapeleka TBS, basi bidhaa zako zinapimwa, unaweza ukapata TBS. Tumefanya na wadau mbalimbali kupitia maandiko tofauti tofauti ambayo tumekuwa tukiyaandika, na hayo maandiko yanatuletea fedha ambazo zinatusaidia kuongeza kufika maeneo tofauti ambayo pengine SIDO kama SIDO peke yetu tusingeweza kufika. Mfano, tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana na ofisi ya mkuu wa mkoa kupitia rasi, katibu tawala wa mkoa, lakini tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana na wakurugenzi wote katika halmashauri zetu zote zilizopo kwenye mkoa wetu wa Pwani. Kwa hiyo hao wamekuwa wakitupa ushirikiano
kuanzia kwenye masuala ya identify wajasiriamali katika maeneo yao na kutuambia changamoto zao walizonazo na sisi kuweza kuzitatua kadri tunavyoweza. SIDO mkoa wa Pwani ni miongoni kati ya ofisi za SIDO ambazo zipo kwenye harakati ya kuanzisha ujenzi wa maeneo ya viwanda. Hivyo wajasiriamali wote wanahudumiwa wapo mbali kidogo na ofisi hizo. Lakini umbali huo haujawa kikwazo kabisa kwa ofisi hii kushindwa kuwahudumia wajasiriamali wake. Kwa sasa SIDO mkoa wa Pwani tumeweza kufungua ofisi yetu muda si mrefu sana, lakini tunatarajia pia kuweza kuwa na mtaa wa viwanda hivi karibuni kwa mkoa wetu wa Pwani. Lakini pamoja na kutokuwa kwa sasa hivi na mtaa wa viwanda, tunaendelea kutoa huduma kwa wajasiriamali kwenye maeneo yao ya uzalishaji. Tunawapa huduma zote zile ambazo SIDO tunazitoa, ukianzia kwenye mikopo, mafunzo, teknolojia na masoko, na huduma za ushauri mbalimbali kuhusiana na bidhaa wanazozizalisha. Kutokana na changamoto za kimaendeleo maeneo ya vijijini na kuhama kwa nguvu kazi kutoka maeneo hayo kwenda mijini, kuanzia mwaka 2007 SIDO ilianzisha mkakati wa wilaya moja bidhaa moja ili kuchochea maendeleo ya viwanda vidogo kwa lengo la kuongeza kipato na ajira kwa wananchi vijijini. SIDO mkoani Pwani imekuwa ikitekeleza kwa ukamilifu mkakati huo. Kwa mkoa wa Pwani, katika kuendeleza viwanda vidogo, tuna mazao mkakati au mpango mkakati wa wilaya moja bidhaa moja ODOP, na kila wilaya tunasukuma aina ya bidhaa ambayo tumeichagua. Kama halmashauri zetu zilivyo 9, wilaya 9, tuna mazao mkakati ambayo kwa mkoa wa Pwani tuna korosho, tunaisapoti kwa maana ya kutoa mafunzo, lakini kufikisha teknolojia ya utengenezaji au ubanguaji wa korosho katika wilaya husika ambayo ni Kisarawe, Kuranga. Pamoja na zao hilo pia tuna nazi kule Mafia, tunaisapoti kwa kiasi kikubwa kufikisha mafunzo namna ya kuprocess zile nazi na kukaa na wadau mbalimbali katika kusukuma bidhaa zinazotokana na nazi. Lakini vile vile tuna zao la muhogo. Kwa ukanda wa Pwani muhogo unalimwa sana. Kwa hiyo tuna vikundi mbalimbali ambavyo tunavisaidia katika mafunzo ya kuprocess muhogo. Na si mafunzo tu, wakati fulani tunaenda mpaka nyuma ya viwanda kwa maana ya shambani sasa, namna ya kulima kwa kushirikiana na wadau sasa wataalamu wa masuala ya kilimo. Mbegu gani ambayo ni nzuri zaidi? Kwa hiyo tunapotoka shambani na wajasiriamali au vile vikundi vinapopata muhogo ambao uko vizuri, basi tunaingia kwenye teknolojia ya masuala ya kuprocess muhogo mpaka kutoa bidhaa mbalimbali zinazotokana na muhogo, ikiwa pamoja na unga na bidhaa za muhogo. Unapozungumzia SIDO, unazungumzia shirika la kuhudumia viwanda vidogo na vya kati nchini. Na unapozungumzia Tanzania ya viwanda, unaizungumzia SIDO. Je, una ndoto ya kuwa na kiwanda na hujui pa kuanzia? Au una kiwanda lakini unahitaji teknolojia, masoko au mkopo wa kuendeleza kiwanda chako? SIDO iliyopo katika kila mkoa nchini ni jibu lako. SIDO itakupa mafunzo, mikopo, uendelezaji wa teknolojia pamoja na masoko. Cha ziada ni kwamba utapata ushauri na huduma ya kuatamia kiwanda chako ili kuhakikisha unafanikiwa. Unangoja nini? Kazi iendelee. SIDO, kwa pamoja tujenge viwanda. Na hivi ndivyo nafungua historia ya mafanikio mkoa wa Pwani. Mtazamaji, historia ya leo kidogo itakuwa na utofauti kwa maana ya kuwa tumezoea kusikia hadithi, historia za mafanikio hususan kutoka kwa wajasiriamali ambao wamejikita zaidi kwenye uzalishaji
wa bidhaa mbalimbali kama vile bidhaa za vipodozi au bidhaa za vyakula. Huyu wa leo yuko tofauti kidogo, kwa maana ya kuwa yeye anajihusisha na ubunifu, lakini pia uzalishaji wa mitambo na mashine mbalimbali. Ni maarufu kama Mtanga Poly Machinery. Utakwenda kujifunza mengi sana kutoka kwake, ikiwa ni alitoa wapi ubunifu huu, lakini pia alianzisha lini kiwanda chake na mambo mengi kadha wa kadha. Kaa karibu na SIDO, utajifunza mengi siku ya leo. Karibu. Toka mwaka 2011 ninajishughulisha na teknolojia za uzalishaji wa mashine mbalimbali. Ninabuni na kuunda mashine aina 55 tofauti. Kwenye safari yangu ya ubunifu, changamoto ni nyingi, na changamoto ya kwanza ambayo nilikutana nayo ni changamoto ya mtaji. Nikisema mtaji, wengi huwa wanaamini mtaji ni fedha, lakini mimi nilikuwa nimeamini tofauti. Mtaji ni wazo. Nikasema mimi mtaji ninao. Kwa hiyo changamoto hii ya fedha nikasema okay, nitaitatua, kwa maana mtu atakapotaka mashine atatoa advance, labda atatanguliza fedha. Kwa hiyo mimi hiyo fedha nitaitumia kwa ajili ya kununua vifaa ili kuweza kuanza mashine. Lakini mashine nyingi zilikuwa zinasumbua. Zikienda zifanye vizuri, labda uliweka vibaya kwenye upande fulani, ni kweli inazalisha lakini inaleta changamoto. Na nikaamua kujitoa kwamba kila changamoto itakayotokea kwenye mashine, kwangu mimi huo ni ubunifu mpya na nitaishughulikia kwa gharama zozote ili iweze kutulia. Na kwa kufanya hivyo, hii changamoto ikawa ni fursa ya kutengeneza mashine zilizo bora. Furaha kubwa ya Mr. Mtaga ni kuweza kutumia ubunifu wake kuwasaidia wajasiriamali wengine. Hivyo aliamua kutokuishia tu kutengeneza mashine na kuwauzia, bali ametenga eneo maalum kabisa la kuwasaidia wajasiriamali, mfano kama kuchakata sabuni, ndicho kinachoendelea hapa. Kuna wengine wanakamua mafuta na shughuli mbalimbali, ikiwa na lengo hasa kuwapatia huduma hiyo kwa gharama nafuu, hasa kwa wale wajasiriamali ambao hawawezi au wameshindwa kumudu kununua mashine hizo. Kiujumla naweza nikasema ametusaidia mahali pakubwa sana, kwa sababu kama sisi wajasiriamali wadogo tunakuwa hatuna uwezo mkubwa zaidi wa kuweza kununua mashine kwa haraka. Kwa hiyo tunapokuja hapa kutoa mizigo yetu, labda product zetu kama hizi hapa, anakuwa ametusaidia pakubwa na ameweza kuturahisishia kwa sehemu kubwa sana. Kwa maana hiyo naweza nikasema Mr. Mtanga namshukuru sana, na hii hali ambayo anaifanya kwa sasa hivi kwa sisi wajasiriamali wadogo, kwa kweli ameweza kutusaidia mahali pakubwa mno. SIDO Pwani wamenisaidia kwa kiwango kikubwa. Ni kwamba wakati naanza nilienda kuwapa mawazo yangu ya kwamba ninafanya ubunifu, na kwa sababu SIDO ipo kila mikoa na hapa Pwani pia makao makuu ya SIDO yalikuwepo, na wakalipokea wazo langu na walikuja kunitembelea na wakanitia moyo ya kwamba wewe inabidi ukaonyeshe unachokifanya mbele ya watu, na maonyesho hasa ni maonyesho ya Sabasaba. Kwa hiyo SIDO walinichukua na nikaenda kwenye banda la SIDO, nikaenda kwa ajili ya kuonyesha ninachokifanya na kutangaza ninachokifanya. Katika maonyesho yote nilikuwa napita chini ya SIDO, ni kwamba nilikuwa naipanda wateja wengi sana. Isingekuwa SIDO kunipeleka kwenye maonyesho, yawezekana pia mimi kujulikana katika kila kona ya nchi ingewezekana ikawa ngumu zaidi. Kuna msemo usemao, ukimwelimisha mwanamke basi umeelimisha familia yake, lakini kundi kubwa la watu ambalo umtegemea. Lakini pia msemo huu huenda mbali zaidi, maana kuna baadhi ya wanafalsafa huamini kuwa mwanamke ana uwepo mkubwa, ana upeo mkubwa sana, na ukimtegemea na ukiweza kufanya naye kazi kwa ukaribu, unaweza kufanikisha lile jambo ambalo unalifanya. Na hiyo ndiyo maana mjasiriamali Mtanga aliweza kuona nguvu na upeo huo kwa mwanamke huyu na kuweza kuwa mshiriki wake wa karibu sana katika familia na biashara hii pia. Kupitia safari yetu, mimi pamoja na Mtanga ambaye ni mume wangu nimeweza kujifunza vitu vingi. Yaani moja, kwanza usikate tamaa. Unatakiwa usikate tamaa, upambane kwa hali zote ili uweze kutoka.
Mashine tumedesign wenyewe. Mashine hizo zimerahisisha kwa kiasi kikubwa. Nikamwambia tuanze kusaga karanga, peanut butter. Peanut butter tukaenda nayo. Kwa kweli Mungu alisaidia, peanut butter ikawa inatoka vizuri. Baada ya hapo nikamwambia hivi, tukamue mafuta ya nazi. Kwa hiyo kila nitakachomgusia anakubali na tunafanya ile procedure. Kweli tunafanikiwa. Tunawashauri wajasiriamali wote ambao watafanikiwa kuona kipindi hiki au watafikiwa na kipindi hiki waweze kuitumia SIDO Pwani. Iko kwa ajili yao, na waache ile misemo ya kusema hizo ni kwa ajili ya mtu fulani, kwa ajili ya nani, kwa ajili ya nani, lakini SIDO ni kwa ajili ya mwananchi yote yule ambaye ana shauku ya kuanzisha kiwanda. Waje SIDO, wajue taratibu mbalimbali ambazo zinaweza zikawasaidia katika kukuza viwanda vyao au biashara zao, kwa sababu anapojifungia nyumbani kwake au katika kiwanda chake kidogo cha nyumbani hawezi kujua masuala ya masoko. SIDO tuna taarifa mbalimbali, tunaweza kulinki mjasiriamali kwenye kufanya biashara zaidi, akutane na wateja zaidi. Kwa hiyo nitoe rai kwa kila mjasiriamali kwa mkoa wa Pwani. Hizi ni baadhi tu ya mashine ambazo huzalishwa katika kiwanda hiki cha Mtanga Poly Machinery. Mtazamaji, kama unakumbuka pale mwanzo tulielezwa kuwa SIDO mkoa wa Pwani hutegemea vituo vya kuendeleza teknolojia kutoka mikoa mingine kama vile mkoa wa Lindi. Vile vile imekuwa ikishirikiana kwa ukaribu sana na wajasiriamali ambao wamejikita kwenye sekta nzima ya teknolojia. Kama vile Mr. Mtanga amekuwa akishirikiana nao kwa karibu sana, hata kwa msaada kwa wajasiriamali katika mkoa huu wa Pwani, lakini pia Tanzania kiujumla. Baada ya kuendelea kufanya ubunifu kwa muda mrefu na kuuza mashine mikoa yote Tanzania, bara na visiwani, wajasiriamali kwenye hiyo mikoa wananufaika, wanaanzisha viwanda, na kimsingi kodi ya nchi inapanda, kwa sababu kiwanda kikianza kitaajiri watu, kitazalisha ajira mpya. Kwa hiyo kimsingi mimi ni kitovu cha uzalishaji wa ajira. Kwa historia ya Mtanga Poly Machinery, sisi tunaita ni kama muujiza mkubwa ambao tumeupata, kwa sababu kutoka kiwanda chini ya mti mpaka kufikia kiwanda kiwe na mitambo, kiwe na vijana ambao wameiva vizuri wapatao 27, kiwe na majengo, ni kwamba ni mafanikio makubwa ambayo hayana mfano. Tukiangalia muda, sio muda mrefu toka kutoka chini ya mti kuwa sasa kiwanda ambapo kina mchango kwa taifa hili. Tumefanikiwa, tunalipa kodi, lakini tuna VAT. Kwa hiyo tunaingizia serikali mapato, lakini tumetoa ajira. Kutoa ajira ni mafanikio makubwa. Hao vijana kama sio Mtanga Poly Machinery, yawezekana wangekuwa ni watoto wa mtaani. Kupitia Mtanga, mtazamaji, tumejifunza kuwa ubunifu unakuwa na tija pale ambapo unaleta mafanikio kwa jamii inayokuzunguka, sio tu unafanya kwa ajili yako peke yako. Sasa mjasiriamali huyu Mtanga anapatikana mkoa wa Pwani, Kibaha, lakini pia SIDO Pwani ipo kwa ajili yako wewe mjasiriamali. Ukihitaji huduma yoyote ya teknolojia, watembelee, watakupa ushirikiano wa karibu sana. Karibu, endelea kuangalia kipindi cha SIDO Fahari Yetu. Nakwambia hili ni darasa litakalokupa pesa. Tunazisha endelea.